Ili kuwa mwanafamilia bora wa Chamsa TV, tafadhali bofya neno subscribe na gonga alama ya kengele ili kupata habari na matukio mbalimbali yanayotokea kila juma. Waraka wake wa kwanza wa Korinto sura ile ya 50 ya 15 mstari ule wa 51 hadi 51 hadi 53. Hapa inasema hivi katika sura ile ya 15, Korinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 51 hadi 53. Pale anawaambia wa Korinto, angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Tutabadilika kwa dakika moja. Miili tuliyo nayo itavikwa miili mingine mipya ya kutokuharibika. Miili hii ya udongo, miili hii ya kuoza, miili hii ya mchanga, lakini kuna miili ile ya milele, kuna miili ile ya roho, kuna miili ile ambayo siku Yesu anapokuja kwa dakika moja kufumba na kufumbua, itafanyika kazi ya mapinduzi kwenye mwili huu, itafanyika kazi ya mageuzi kwenye mwili huu, itafanyika kazi ya mabadiliko kwenye mwili huu, itafanyika kazi isiyo ya kawaida kwenye mwili huu. Wakati huo huo kwenye makaburi nako inafanyika kazi. Wale waliokufa katika Kristo Yesu watakuwa wakigeuzwa, wanafufuliwa, wanavaa miili ya utukufu, wanaondoka pale, wanaenda. Wakati huo huo wale walio hai ambao wapo mapinduzi yatabadilika, mageuzi yatabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufungua. Pigie Bwana Yesu makofi. Kwa dakika moja kufumba na kufungua, parapanda italia, kuwaita wenye haki, kuwaita watakatifu, kuwaita waliojiandaa. Na ndio maana Biblia inasema kesho uwe tayari wakati wowote, uwe tayari wakati wowote. Haleluya! Muwe tayari, mama muwe tayari, mabibi muwe tayari. Si wakati wa kurukaruka sasa, wakati wa kutoka umekwisha, wakati wa kuchanganya na dunia umekwisha, wakati wa kukua na kona miendo ya nyoka imekwisha, wakati wa kuficha mambo umekwisha. Saa hizi unatakiwa uwe wazi. Ni wakati wa kuomba, uwe bize na Mungu, sio bize na dunia. Uwe bize na Mungu, sio bize na maisha. Tafuta kwanza, uwe bize kwanza na Yesu. Bize kwa maombi, bize kwa ibada, bize kwa kuhubiri, bize kwa kusoma neno, bize kwa kushuhudia, bize kwa kuwaleta watu kwa Yesu. Bize. Mambo mengine ni ziada, ya mambo mengine ni ziada, lakini namba moja iwe ni ufalme wa Mungu. Haleluya. Kufunga na kufungua parapanda ya mwisho. Tunasoma mstari unaofuata, anasema kwa maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Haleluya. Miili ipo ya aina mbili. Kuna miili ya mbinguni, kuna miili ya duniani. Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 40 anasema, tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Miili ipo ya aina mbili. Haleluya. Wapendwa, inabidi kutachamaa. Tangaza msimamo katika maisha yako ya kila siku. Tangaza msimamo katika maisha yako kila inapoitwa leo. Jana tukaona ya kwamba katika kitabu cha Injili ya Mathayo, Yesu anasema katika nyakati za mwisho, anasema upendo wa wengi utapoa. Mathayo 24 mstari wa 12. Upendo wa wengi, upendo wa wapendwa, upendo wa washirika, upendo wa wote waendao mbinguni utapoa.
utapoa. Kitu gani kitakachopoza upendo wa wengi? Nguvu ya ibilisi itapoza, nguvu ya dunia. Mtu aliyeokoka anatakiwa awe na nguvu kuliko nguvu ya dunia. Dunia ina nguvu kulifuta kanisa, dunia ina nguvu kulidanganya kanisa, dunia ina nguvu kuhakikisha kanisa linaingia kwenye nyavu, kuingia kwenye nyavu. Lazima useme hapana kwa dunia. Dunia inapokufuta lazima useme hapana. Dunia inapokudanganya lazima useme hapana. Watu wanasema amina. Amen. Lazima useme hapana. Shetani anapokuita sema hapana. Shetani mdanganyifu anaendelea kuwadanganya, anaendelea kuwashughulisha watu. Wewe kataa. Amen. Mkatae. Mwambie no. No, there is no place here. Hakuna nafasi hapa. I decided to go to heaven. Nimeamua kwenda mbinguni. Hakuna nafasi yako hapa. Amua kwenda mbinguni. Amekatalia shetani. Unasema mpende Mungu. Mpende Mungu kwa moyo wako wote. Lazima upendo wako ujengwe kwa Mungu. Mtu anayempenda Mungu hawezi kukana. Mtu anayempenda Mungu hawezi kaiba. Mtu anayempenda Mungu hawezi kazini. Mtu anayempenda Mungu hawezi kutamani. Mtu anayempenda Mungu hawezi kaacha ibada. Mtu anayempenda Mungu hawezi akaacha maombi. Mtu anayempenda Mungu atakuwa karibu na Mungu, ataendelea kutembea na Mungu, ataendelea kufanya kazi na Mungu, ataendelea kujishughulisha na mambo ya Mungu. Anaamua kufa kwa ajili ya Kristo, anaamua kufanya lolote kwa ajili ya kupendeza Bwana wake. Atamtolea hata kutoa, atakuwa mtoaji, anampenda Mungu. Kipimo cha kwamba wewe unampenda Mungu ni maisha yako kujitoa kwa Mungu, ni sadaka yako kujitoa kwa Mungu, ni sadaka zako unazotoa zinapima kwamba wewe unampenda Mungu kiwango gani. Maisha yako unayotoa kwa Mungu yanapima unatoa kiasi gani kwa Mungu. Usipoe upendo wa wengi utapoa. Usikilize unabii wa kumtabiri Yesu, lakini unaendelea kutimia kwa sababu ya upendo wa wengi. Wengi wanazidi kuwana, wengi wanazidi kuwana kwa sababu ya kupoa. Wengi wanazidi kutukanana, wengi wanazidi kuwa na fitina kanisani, wengi wanazidi kuchukiana. Kwenye haya wanachukiana, kwenye wamama, kwenye vijana wanachukiana, vijana wanachukiana, wapendwa kwa wapendwa wanachukiana kwa sababu upendo umeondoka kabisa. Hebu rudi kwenye upendo wa kweli wa kumpenda. Kimpenda Mungu utampenda Mungu, kimpenda Mungu utapenda neno lako, ukimpenda Mungu utapenda wanadamu wote, usio na chuki. Sikiliza niwaambie, kuna watu wanashindwa kunyakuliwa kwa sababu wana chuki. Hawana, yani wanashindwa kwenda mbinguni kwa sababu ya chuki. Chuki. Nyakati za leo watu makanisani hawapendani, wamechukiana. Wamama wamechukiana. Kuna mmoja kabisa hampendi mwenzake, akimwona anataka hata kutapika. Wababa wanachukiana, hata kusalimiana hawezi kusalimiana. Vijana wanachukiana, hata hawezi kutembeleana. Mwenzao anaumwa yuko nyumbani, hakuna kutembeleana kwa sababu umemchukia. Mwenzao haonekani, huwezi ukamwambia ukamtafuta yuko wapi kwa sababu umemchukia. Sikiliza nikwambie, kama wewe ni mwanafunzi wa Yesu, uwe na upendo. Amen. Upendo usizidi wingi wa dhambi. Upendo umvuta mtu akawa karibu na Mungu. Upendo unamfanya mtu asamehe yote. Usamehe yote. Usamehe wenzako akikukosea. Usiweke kinyongo kwenye moyo wako. Kwenye kwaya usiwekeane kinyongo. Amen. Kwenye kwaya, kwenye vyama usiwekeane kinyongo. Jana kusababishwa utashindwa kunyakuliwa. Haleluya. Sikiliza, ninapopiga picha ninaona hivi, siku hiyo itakayokuja, siku usiyojua, siku isiyo na kifani, siku ambayo hujui kwamba ni asubuhi wala jioni, siku hiyo ambayo hujui kwamba ni Jumatatu au Jumanne au Jumatano, siku ile ambayo hujui
Sikiliza, malaika mpaka sasa hivi Mungu Baba hajakabidhiwa kanisa lake. Yesu hajamkabidhi kanisa lake. Mungu alimtuma mwanaye duniani akaja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, lakini baada ya kuwepo miaka 3.5 ya kuhubiri kwake duniani, akapaa. Katika kupaa kwake anaagiza, anasema anasema naenda kuandalia makao, nitakapoandaa nitarudi, nikirudi nitakuja kuwachukua ninyi ili muwepo pale nilipo na mimi. Halafu wakati napoacha hapa, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, ukiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ni agizo. Sasa bado sio muda mrefu, karibu Mungu Baba atalitaka kanisa lake. Haleluya! Mungu Baba atalitaka kanisa lake. Na kanisa lake ni lipi? Sikiliza, mtu wa Antiokia, kanisa la Yesu sio jengo. Kanisa la Yesu sio jengo. Kanisa la Yesu sio kundi. Kanisa la Yesu ni yule mtu aliyeoshwa na kutakaswa, ni yule mtu aliyezaliwa mara ya pili, ni yule mtu ambaye anaishi maisha matakatifu, ni yule mtu aliyejitenga na dunia, ni yule mtu ambaye ameikataa kabisa kuweza kufanya, ni yule mtu anayeishi kwa hofu, ni yule mtu ambaye amekubali kufa kwa ajili ya Kristo Yesu. Huyu ndiye ambaye Yesu atamjia. Na Biblia inasema Yesu amekaribia kurudi. Jesus is ahead. Jesus is about to come. So every believer should be prepared all the time. Should be ready. Everything is ready. The prophecies have been fulfilled. Nabii zimeshakamilika. Kwa hiyo Yesu wakati wowote anakuja. Sasa Mungu Baba atamwambia Yesu, mwanangu, sasa ninalitaka lile kanisa. Na Yesu akamwambia malaika Gabriel, Mikael, Rafael na wengine, wewe ukalichukua lile kanisa. Wanakuja sasa na maandamano na parapanda na tarumbeta. Wakifika pale mawinguni, Yesu anasema hivi, Roho Mtakatifu, wewe duniani huko nataka kanisa. Na Roho Mtakatifu akasema sawa, na kuletea. Hivi naelewa unachosema? Kanisa duniani linatunzwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anayetunza kanisa. Roho Mtakatifu ndio anayelea kanisa. Roho Mtakatifu ndio anayeongoza kanisa. Roho Mtakatifu ndio anayetupatia kanisa. Roho Mtakatifu ndio anayeliandaa kanisa. Kwa hiyo mwacha Roho Mtakatifu imekwisha. Roho Mtakatifu, pasipo Roho Mtakatifu hakuna kanisa chini ya jua. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna utakatifu duniani. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna ushindi. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna kushinda dhambi, hakuna kushinda mapepo, hakuna kushinda nguvu za giza, hakuna kushinda nguvu za wachawi, hakuna kushinda mamlaka za giza, hakuna kushinda mizimu na maroho chafu, hakuna kushinda. Tunashinda kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo Yesu kwa pale mawinguni atamwambia Roho Mtakatifu, nataka kanisa. The Holy Spirit, I need the church. The time has come and we have come to take the church. So we need the church. Then the Holy Spirit will answer, yes, Jesus, I'm bringing the church to you. Ninakuletea mimi kanisa, ninakuletea. Atakaposema ninakuletea, kitakachofanyika sasa,
Yesu akaamuru malaika Gabrieli, malaika Mikaeli na wengine akaamuru, haya sasa tuite kanisa. Praise the Lord. Praise the Lord. He's good. Worship Him, praise Him. kutoka Amerika waliokoka, kutoka China waliokoka, kutoka Japani waliokoka, kutoka Amerika Kusini waliokoka, Afrika yote wanachomoka, Amerika Kusini, Amerika Kaskazini, Canada, Ulaya yote, Asia yote, wote wanachomoka wanaondoka. Wamama wanaondoka na vitoto vinachomoka vinaondoka. Wale walio tayari, tarumbeta zinaendelea, wanaondoka popote walipo. Wengine watakuwa kwenye magari, marubani, wengine watakuwa marubani wanaendesha ndege, wameokoka, atachomekea kule na kwenye meli, na nahodha watakuwa wameokoka, atachomoka meli inaenda. Na wengine madereva wa mabasi makubwa watakuwa kwenye spidi 120, watachomoka, wataondoka. Na kwenye magari, maroli, wengine waliokoka watachomoka na kuondoka, wataliacha gari linaondoka. Sasa hapo unadhani kitatokea kitu gani? Unadhani kitatokea kitu gani siku hiyo? Sikiliza niwaambie, kutakuwa na ajali zisizosemekana, kutakuwa kuna maafa yasiyosemekana, maana ndege zile itaanguka, maana haina rubani, pengine itaungua, meli ile itapoteza mwelekeo, itaua watu kwa sababu haina nahodha, mabasi yale yataua watu kwa kuwa hayana mwelekeo. Inasemekana yale picha, hiyo ni picha yangu, naona kutakuwa na vilio vikubwa duniani. Ndipo utakapoona TV, wakuu wa dunia, ukiangalia kwenye TV, tunaona kuna ajali nyingi zimetokea duniani kote. Kenya ajali nyingi, Tanzania, Uganda ajali, Amerika ajali, Urusi ajali, South Africa ajali, Algeria, wapi huko ajali, bara lote la Ulaya, bara lote la Amerika, bara lote la Asia ni ajali.
wamepotea, wababa wengi hawaonekani, watoto wengi hawaonekani, hawaonekani. Kila kona ya nchi, duniani kote itakuwa ni vurugu, ni matangazo, hawaonekani. They'll be taken away, they'll be raptured. Woe to those who have been left. Ole kwa wale waliobakia. Ni kilio, ni maombolezo, ni majanga waliobaki ambao hawajanyakuliwa. Ole. Itakuwa ni majanga yasiyoelezeka, majanga yasiyoongeleka, majanga yasiyoelezeka, ni majanga makubwa. Jana kwa ajili ya unyakuo, jana kwa ajili ya unyakuo. Tunasema kwamba Biblia inasema ufalme wa mbinguni utafanana na hao wanawali 10 waliotoa taa zao kwenda kulaki kwa hewani. Wakapewa watano wao wapumbavu na watano wenye busara. Wote wakapewa taa zao wajaze mafuta. Walikuwa wameamuriwa kujaza mafuta. They were commanded each and everyone to fill the oil to that level. Kila mmoja aliamuriwa kujaza mafuta kwenye taa. Wengine waliacha taa hapo, wakaendelea na mambo mengine. Wakaacha taa, wakaendelea na shughuli za dunia. Wakaacha taa, wakaendelea na mambo ya dunia. Kama ilivyo leo, wanaacha maombi, wanaendelea na biashara. Wanaacha maombi, wanaendelea maofisini. Wanaacha maombi na ibada, wanaendelea kushughulika na miradi mbalimbali ya maisha yao. Wanaacha ibada, wanaendelea na mambo mengine. Hawajazi mafuta kwenye taa zao. Wanaacha taa zao, wanatundika pale hazina mafuta, wanaendelea na mambo mengi. Wako na pilika za dunia, wako na pilika za maisha na usumbufu wa maisha haya. Sikilizeni watu wa Antiokia, sikiliza wewe, hangaika na usumbufu wa mambo ya dunia hii, lakini mweke Yesu namba moja. Weka mambo ya Mungu namba moja. Jiandae katika moyo wako. Hangaikia mambo ya dunia wakati ukiangalia penye moyo wako uko salama. Uko salama. Tuko katika mwili, ni kweli. Tunahitaji kufanya kazi, ni kweli. Tunahitaji kufanya biashara, ni kweli. Tunahitaji kulima, ni kweli. Tunahitaji ni kweli. Tunahitaji kuwa na miradi na mipango mbalimbali ya maisha, ni kweli. Lakini namba moja ni Yesu Kristo. Fanya kazi zako pamoja na Bwana. Tembea pamoja na Bwana. Ishi pamoja na Bwana. Mshirikishe Mungu kazi za mikono yako. Mshirikishe Mungu maisha yako. Mshirikishe Mungu wa mbinguni mambo yako. Na mambo yako yataenda.